Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, ni leo tena ambako tunakwenda kuona ama kuwaona kina mama katika majimbo yote ya Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania wakiimba. Hii inaitwa kantate. Diocese ya Karagwe imekuwa ikifanya utaratibu huu kwa miaka mingi, na kwa taarifa yako, kila mwaka kuna kundi ambalo linawakilisha. Mwaka 2026 limewakilishwa na akina mama, lakini mwaka 2025 ilikuwa ni zamu ya vijana. Mwaka 2024 ilikuwa ni zamu ya wanaume na wengine. Mimi ni Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tupo katika jimbo la Mabira, na anayekwenda kuongoza ibada hii ni Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Karibu sana ibadani. Nichukue nafasi hii kuwakaribisheni nyote kutoka majimbo yote mliofika, pamoja na wageni wetu kutoka diocese nyingine za kanisa letu ambao wako hapa, na wageni wetu kutoka ng'ambo. To those from Germany, I would like to take this opportunity to recognize your presence. Welcome to Mabira. Welcome to the choir festival for the women of the Diocese of Karagwe. We are delighted to have you among us. Na ndugu zetu kutoka Diocese ya Mashariki ya Ziwa Victoria, karibuni sana. Poleni kwa safari ndefu. Tunafurahi kuwa nanyi nyote katika tamasha hili. Basi kwanu nyote karibuni, na tuianze ibada hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba mwema, unayetujali na kututunza katika maisha haya, tunakushukuru sana kwa kutuleta na kutukusanya ili upate kuongea nasi kupitia neno lako. Tujalie usikivu, macho yetu ya kuone, masikio yetu ya kusikie, na midomo yetu inene sifa zako. Tujalie neema ya kupokea neno lako la uzima, kulitafakari na kulifanya mwongozo wa maisha yetu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Neno la Mungu lililochaguliwa na akina mama kwa ajili ya ibada ya ufunguzi wa tamasha ni mstari mmoja kutoka Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Mathayo 11 mstari wa 28. Nitasoma na nyinyi mkirudia kwa sababu ni mstari mmoja tu. Neno la Mungu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Neno la Mungu. Tuketi. Wapendwa katika Bwana, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya tamasha la akina mama. Kwa hiyo akina baba sisi leo ni watazamaji, si ndio? Nimeona kwaya ya Ngara walipoimba bila akina baba wameimba vizuri, lakini walipojichanganya wakamleta baba wa kinanda na soloist mwanamume wakaimba vibaya. Sasa hilo ni fundisho kwamba leo sisi akina baba
tusiwaharibia akina mama ili waweze kufanya vitu vyao vizuri. Bwana asifiwe. Namshukuru sana Mungu kwa kupata nafasi ya kuwa nanyi katika tamasha hili. Baada ya uimbaji wa vijana mwaka jana kule Nyaruzumbura, mtakumbuka niliwaaga nikienda likizo ya mwaka mmoja ya kitaaluma ambayo sasa imeisha, na nimerudi wiki hii hapa dayosisini. Wakati ninawaaga kule Nyaruzumbura, mliokuwepo mtakumbuka nilisema maneno haya. Nilisema na ninajinukuu, ninamwogopa mtu asiyeogopa hali tunayoipitia. Ninamwogopa mtu asiyeogopa hali tunayoipitia. Sasa ni mwaka umepita tangu niseme maneno haya. Nimekwenda likizo, nimerudi. Napenda kukiri mbele yenu kwamba ninamwogopa mtu asiyeogopa hali tunayoipitia. Hivi sasa hata wale tuliokuwa tunawaogopa nao wanaogopa. Mmechagua neno kuu la uimbaji la mwaka huu kuhusu wito wa Yesu akituita sote na kusema, njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa somo hili tunaalikwa sote tupeleke hofu zetu kwa Yesu. Tupeleke shida zetu zote kwa Yesu. Yeye analo gara la kutosha kuzihifadhi shida zetu. Anayo magereza ya kutosha ya kufunga hofu zetu zikakaa huko, sisi tukawa huru. Na kwa hiyo wito huu ambao akina mama wameuchagua tuutafakari ni wito muhimu sana kwa nyakati hizi. Nimewahi siku moja kuwa katika pitapita za kusoma, nikakutana na mnavita vibonzo au katuni. Kaona katuni ya mwanamke mmoja amebeba karai au diaba tuseme hivi, na humo ndani ya diaba amebeba mzigo mzito, anaelekea kanisani. Lakini ndani ya mzigo huo ilionekana alikuwemo mmewe. Mpita njia akamuuliza, mama, unapeleka wapi huo mzigo? Na yeye akajibu akasema, mchungaji wetu alituagiza wiki iliyopita kwamba Jumapili hii tumpelekee matatizo yetu yote, na mimi hili ndio tatizo langu nalipeleka kanisani. Sasa Bwana Yesu huyo huyo anatualika kila mmoja wetu umpelekee mzigo wako. Mpelekee mzigo wako. Naye anasema atafanya nini? Atakupumzisha. Lakini hapa nataka niweke kituo au nukta ili tulitazame kwa makini somo hili, mstari huu mmoja. Tukubali anayealika, anayetualika akisema njoni kwangu, sio mchungaji, sio askofu, sio nabii, sio mtume yule unayempenda sana, sio burudoza, sio mtumishi wala mwalimu. Ni nani? Ni Yesu. Ndiye anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini?
na mizigo. Huyu askofu, huyu mchungaji, huyu nabii, naye ana mzigo wa kupeleka kwa nani? Usimpelekee mzigo wako wakati wa kwake unafanya nini? Unamshinda. Mzigo wako mpelekee nani? Bwana Yesu ndiye anayekualika umpelekee mzigo wako. Kwa hiyo ni uzushi tena wa hatari kwa mtu yeyote kujigeuza Yesu na kuanza kutuita tumpelekee mizigo yetu. Ni uzushi tena wa hatari kusimama mbele ya watu na kualika wakuletee nini? Mizigo yao. Ni uzushi tena wa hatari kwa muumini yeyote kupeleka mizigo yake kwa mtu mwingine asiye Yesu Kristo. Yaani sawa na yule mama wa Kibonzo ambaye mzigo wake ulikuwa ni nani? Mmewe. Unambeba mme wako kumpeleka kwa nani? Kwa mchungaji. Mpeleke mme wako kwa Yesu. Usimpeleke mme wako kwa nani? Kwa mchungaji, naye ana mizigo yake. Yesu akutuma mtu yeyote kuleta humwaliko. Aliuleta yeye mwenyewe. Aliuleta yeye mwenyewe na anauleta kwetu leo. Yuko tayari kutusaidia. Yuko tayari kutuhudumia. Yuko tayari kutubebea mizigo yetu. Anatuhakikishia katika mstari wa 27 wa sura hiyo ya 11 ya Mathayo ya kwamba amekabidhiwa mamlaka yote na Baba yake. Anasema nimekabidhiwa mamlaka yote na Baba yangu. Tena anaendelea anasema hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na hakuna amjuaye Mwana ila Baba. Kwa hiyo yeye Bwana wetu Yesu Kristo anamjua Baba na ametumwa naye kutualika tupeleke mizigo yetu kwake. Yeye anayo nguvu, anao uwezo wa kutosha kubeba mizigo yetu na sisi tukapumzika. Ndugu zangu wapendwa, na yasema haya yote kwa sababu siku hizi uzushi ni mwingi, wazushi ni wengi. Zamani katika kanisa la kwanza la mitume, wazushi walipojulikana na kuonekana, walikamatwa na adhabu yao ilikuwa ni kuchomwa moto. Mitume waliogopa kwamba mzushi ukimzika na mwili wake anaweza kufufuka akaendelea na nini? Na uzushi. Kwa hiyo adhabu ya wazushi ilikuwa ni kuchomwa moto na majivu kutupwa. Lakini siku hizi tuna uzushi mwingi na wazushi wengi. Pamoja na onyo kuu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alitupatia katika Injili ya Mathayo akisema jihadharini na manabii wa uongo. Mathayo 7 mstari wa 15. Pamoja na onyo hili, bado uzushi ni mtamu kuliko ukweli. Bado uzushi ni mtamu kuliko nini? Ukweli. Manabii wa uongo wakati wa Yesu walikuwa nje ya kundi la Yesu. Walikuwa wanazusha wakiwa nje ya kundi la Yesu. Hivi sasa hali imebadilika. Wazushi wamo ndani ya kanisa. Na si ajabu hata hapa tunao. Na adui aliye ndani ni hatari sana kuliko adui aliyeko nje. Kwa hiyo onyo la mjihadhari na manabii wa uongo lililotolewa katika Injili ya Mathayo pengine linahitajika sasa
kuliko wakati ule, kwa sababu wakati ule manabii wa uongo walikuwa nje, lakini hivi sasa wamo ndani. Tatizo la uzushi na uongo na mafundisho potoshi vinakuwa vigumu wakati huu kwa sababu nyingine ambayo napenda nihitaji. Serikali wakati ule wa kanisa la kwanza ilikuwa inauona Ukristo kama uzushi. Ukristo, lile kundi dogo liloanza na mitume wachache wa Bwana Yesu, lilikuwa linaonekana ni la kizushi mbele ya serikali. Lakini na kundi lenyewe la Kikristo lilikuwa linaziona dini nyingine hasa ya Kiyahudi kama ya wazushi pia. Sasa mambo yamebadilika. Sisi serikali zetu hazina dini, lakini ziko tayari kukumbatia manabii wa uongo ili kunufaika nao kisiasa. Na hapa tunapoonyana juu ya dhali na manabii wa uongo, tunakuwa kama tunatwanga maji kwenye kinu, kwa sababu manabii wa uongo wanaweza kuwa wananufaisha serikali zetu kisiasa. Kwa hiyo tukitoa tahadhari ya manabii wa uongo, tunaweza kuwa tunapingana na serikali zetu ambazo zinadai hazina dini, lakini zinafaidi sana matunda ya dini za kizushi. Hii pia ni tahadhari. Hili nalo ni la kumpelekea Bwana Yesu anaposema, leteni kwangu nyinyi mizigo yote mlionayo, nami nitawapumzisha. Sijui kama Bwana Yesu alikuwa anajua uzito wa mizigo anayoikaribisha. Mmoja wapo ni huu wazushi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, anayetuita tumpelekee mizigo yetu ni Bwana Yesu, sio manabii. Anayetuita tumpelekee mizigo yetu aweze kutupumzisha sio viongozi wetu, sio jumuiya zetu, sio makanisa na madhehebu yetu. Ni Bwana Yesu yeye mwenyewe mwenye huruma, aliyetumwa na Baba yake aje kuokoa kile kilichopotea. Anayo huruma juu ya shida zako ulizo nazo, kama ambazo tumeziona mama kutoka Kituntu anaziimba pale mpaka anatamani kujiua. Mpelekee kujiua kwako Bwana Yesu. Yeye hatajiua, ila ana uwezo wa kukiua kifo. Kilimuua akakishinda, siku ya tatu akafufuka, yu hai milele. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisheni nyote kuitikia wito huu wa kumpelekea Bwana Yesu mizigo yetu ili atupumzishe. Na hili ndilo neno la Mungu. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, mara baada ya mahubiri kutoka kwa Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza, sasa tunakwenda moja kwa moja kumtazama na kumsikiliza Mchungaji Respina Natson. Yeye ni mratibu wa idara ya wanawake, jinsia na ustawi wa jamii wa Diocese ya Karagwe, na anakwenda kutoa neno la ukaribisho kwa Baba Askofu katika sehemu ya pili, na hapa ndipo patamu. Hii ni sehemu ya uimbaji. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa namshukuru Mungu ambaye ametujalia nafasi hii ya kutana pamoja kumsifu na kumwabudu kupitia nyimbo. Pili, kwa heshima na furaha kubwa, ninapenda kukaribisha katika tamasha hili la uimbaji Mheshimiwa Baba Askofu, tamasha la uimbaji la wanawake katika Diocese ya Karagwe. Uwepo wako hapa leo hii ni heshima kubwa kwetu, kwani tunatambua majukumu mengi ulionayo. Karibu sana Baba Askofu. Mheshimiwa Baba Askofu, siku ya leo tumekusanyika hapa ikiwa ni tamasha la 5 tangu uamuzi ulipotolewa kupitia vikao vya halmashauri kuu ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri
Dayosisi ya Karagwe kuwa kuwepo tamasha la uimbaji la wanawake. Wimbo mkuu katika tamasha hili ni kutoka katika kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu, wimbo namba 51, Yesu ndiye kiongozi wangu, na wimbo wa kutunga wenye asili yoyote kutoka Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka wa 30, wenye mkazo wa kualika watu kuja kwa Yesu na kupata raha nafsini mwao. Katika wimbo wa kutunga, kiongozi atapaswa kusema asili ya wimbo. Ndugu mgeni rasmi, tamasha hili pamoja na kufurahia uimbaji na vipaji mbalimbali, pia ni sehemu ya kupongeza juhudi za Dayosisi ya Karagwe katika kumuinua mwanamke. Katika kwaya na vikundi vya uimbaji, wanawake wengi wamepata nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Wamekuwa waimbaji, wamekuwa walimu, wamekuwa watunzi wa nyimbo na viongozi katika nyadhifa mbalimbali. Kupitia huduma hizi, mwanamke amejenga uwezo wa kujiamini, nidhamu, uwezo wa kushirikiana na wengine na kuongoza. Tunaliomba kanisa liendelee kuwa nguzo ya matumaini, malezi, uwezeshaji na ulinzi wa mwanamke, kwani bado vikwazo ni vingi na bado ukatili wa kijinsia unaendelea kuwakumba wanawake. Lakini sambamba na hao, tukumbuke kwamba tunahitaji pia kuwajenga na wanaume kwa pamoja ili wote washiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo. Kwa mara nyingine, Mheshimiwa Baba Askofu pamoja na wote waliokusanyika hapa, na wakaribisha ili muweze kusikia sauti nzuri tulizobarikiwa nazo wanawake. Karibu kushirikiana nasi, karibu kumtukuza Mungu wetu. Na wakaribisheni sana na nakutakia usikivu mwema, na karibu sana Baba Askofu. Amen. Yesu ndiye kiongozi wangu, kufuata yeye ni furaha, ajuaye kuongoza vyema, anirinda nisione shida, analeta raha moyoni. Bwana Yesu akiniongoza, nitapita pori na misitu, nitavuka mito na bahari, kwa furaha wanirania ya kufika mjini mwa Mungu. Tunaishi chini ya mzigo mzito uliotulemea wanadamu wa leo. Chuki binafsi zimetawala watu wote bila hofu wala kumwogopa Mungu. Wasiwasi na mahangaiko ya maisha, mizigo ya maumivu, majaribu na mapito magumu. Tumfike Bwana Yesu, yeye ndiye kimbilio letu, ili atupumzishe. Kwa Yesu kuna raha. Mmoja alisimama akasema, sisi hatujawahi kuona askofu anaacha dayosisi mwaka mzima anakwenda kufanya mambo mengine nje ya kuongoza dayosisi. Tunaomba askofu, tuambie hilo soko ulikopata wasaidizi wako liko wapi, na sisi tuende kununua wasaidizi. Nikasema mje kututembelea, nitawaonyesha soko lilipo. Nalisema hili kushuhudia kama njia ya shukrani, kumshukuru sana sana msaidizi wangu wa askofu Bibi Jared Wakami, katibu mkuu mchungaji Jeremia Rugimbana, mtunza hazina Bwana Serapioni Mkwate, kwa kusimama pamoja na wachungaji na watumishi kuongoza dayosisi bila mimi kuwepo kwa mwaka mzima. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mmedhihirishia kanisa letu, mmeudhihirishia ulimwengu kwamba dayosisi sio askofu.
dayosisi inaweza kuwepo hata kama askofu hayupo. Hii ina maana uongozi wetu ni wa pamoja, si lazima askofu awepo. Na hili limekuwa ni fundisho kwa wengi mpaka wanatamani na wao wangeweza kufanya hivi. Kuna maaskofu kanisa hili wakiondoka na funguo zote wanaondoka nazo. Hakuna shughuli inayoendelea mpaka warudi. Sisi hapa mambo yameendelea kwa mwaka mzima bila kuwepo askofu. Napenda kuwashukuru sana. Asanteni sana. Sasa baada ya kuyasema hayo na salamu, nisema neno machache kabla ya kutangaza matokeo. Kama mjuavyo, mambo yanabadilika sana duniani. Pamoja na sisi kuwa mbali na dunia ya kwanza, lakini mimi niliyepata bahati ya kuishi kwenye dunia hii na hiyo nyingine, napenda niwahakikishie mambo yanabadilika kwa kasi sana. Nilikuwa nawaambia huu ugeni wetu ulioko hapa jana usiku tulipokuwa kwenye dhifa ya kuaga, kwamba ninapokuwa kwao Ulaya, ninaona kwamba watu wa Ulaya wanatuhitaji sana kuliko sisi tunavyowahitaji. Nikija hapa, kama leo niko hapa Mabira, nikaangalia baadhi ya mambo yetu yanavyokwenda, sasa hawa watu tunawahitaji sana kuliko wao wanavyotuhitaji. Maana yake ni kwamba tunahitajiana. Kwa hiyo ningependa hili mlizingatie, mambo yamebadilika sana. Na kwa kuwa leo naongea na akina mama zaidi, napenda kuwapa changamoto akina mama. Kuwa mwanamke tu haitoshi. Yaani kwamba mimi ni mwanamke haitoshi. Au wewe kijana kusema mimi ni kijana, kuwa kijana tu haitoshi. Au kusema mimi ni Mkristo ninayekwenda kanisani na kutimiza kanuni zote haitoshi. Haya yote tumeyashika tangu utoto. Tumekuwa wanawake, tumekuwa vijana, tumekuwa Kristo. Tumeyashika tangu utoto, lakini bado mambo hayaendi sawa sawa. Hivi sasa tunaishi katika dunia inayojali viwango, quality, sio idadi. Sisi hapa kwetu tuna Wakristo wengi hivi sasa wanaokwenda makanisani. Tunafungua mitaa mipya, sharika jipya, majimbo mapya, dayosisi mpya. Ndani ya miaka 5 ijayo tutaongeza dayosisi nyingine 5. Nasikia nyinyi kule ile video imeanza kuandaa ya Geita inakuja. Kwa hiyo madayosisi mengi tu, maaskofu nini. Kwa hiyo kwa idadi sisi ni wengi, lakini kwa viwango tuko chini. Kule ambako nimefanya kazi mwaka mmoja, kuna wakati nilikuwa naongoza misa watu 5. Watu hawamo kanisani. Watu wangapi? 5, 10, 20. Wakiwa wengi, juzi nilikuwa natoa kipaimara wiki ya mwisho wakati naondoka, walikuwa 60. Lakini ukiangalia viwango vyao vya kuishi Ukristo wako juu sana kuliko sisi. Sisi tunajaa makanisani kama hapa, lakini kesho wote tunajaa maofisini, ni kutoza na rushwa, ni kufanyiana ukatili, ni kuwana, ni kufanyiana fitina, yani ni kuiba mbele na nyuma, kila kitu, wizi, dhuluma, kila mahali. Huo ndio Ukristo? Huo ndio Ukristo? Wengi tu ndio utakao tuingiza mbinguni eti kwa sababu sisi ni wengi? Lakini majizi yote yamejaa kanisani, mara rushwa ndio yenyewe. Ukiyakuta kanisani Jumapili yanavyonyenyekea, au kama walivyokuwa naimba hapo, tafikiri wote malaika. Lakini akitoka kanisani ukakutana naye njiani, nafuu ukutane na simba kuliko kukutana na Mkristo mwenzako uliyekuwa naye kanisani. Kwa hiyo kuwa tu Mkristo, kuwa mwanamke, kuwa kijana haitoshi. Ni ulimwengu unaodai viwango tena vya kutoka ndani ya nini? Ya roho. Kwa hiyo napenda kuwahimiza akina mama na kuwapa changamoto kwamba kuwa akina mama tu, kuwa mwanamke kijinsia haitoshi. Zamani
tuliamini kwamba akina mama wana huruma sana. Huyu mwanamke ana huruma sana. Ndivyo tulivyoamini. Lakini sasa tunajua kwamba kuna akina mama ni wakatili. Ni wakatili mpaka wanaume inabidi warudi shule kujifunza ukatili. Kweli sio kweli? Zamani tuliamini kwamba wanawake ni waoga. Sasa tumejua kwamba wanawake ni jasiri sana. Zamani tulifikiri wanawake ni nini? Waoga. Lakini sasa tumejua kwamba wanawake ni jasiri sana. Ogopa mtu anayeacha wazazi wake na ndugu zake aliozaliwa nao. Ameishi nao miaka 20, 30. Anaamua kwenda kuishi na jitu alilokutana nalo kwenye mtandao kwa message mbili. Huyo sio jasiri? Jitu amekutana nalo kwenye mtandao siku moja tu, anafunga mizigo, anakwenda kuishi nalo. Wanafunga milango, wanafunga madirisha, wanazima taa, wanajifunika blanketi moja mpaka asubuhi. Huyo sio jasiri? Au ni mjinga? Mjasiri. Kama wewe mwanamume unafikiri sio jasiri, funga wewe mizigo uende kwa mwanamke tuone kama utaishi. Kwa hiyo sasa tumejua kwamba wanawake sio waoga, ni jasiri. Zamani tuliamini kwamba wanaume wanawatumia wanawake kufikia malengo yao binafsi. Ndivyo tulivyoamini, na mimi ndivyo nilivyolelewa, kwamba wanaume wanawanyanyasa wakina mama, wanawatumia kufikia malengo yao binafsi. Lakini sasa tunajua na tumeona kwa uwazi kwamba wanawake wanaweza kuwatumia wanaume kuharibu familia zao. Yaani mwanamke tena hajasoma popote, anamwendesha mwanamume mwenye elimu na kila kitu, anaharibu nyumba yake, anaharibu shirika, anaharibu kazi yake, anaweza kuharibu hata taifa kwa kutumiwa. Yaani mwanamke anawatumia wanaume, wanaharibu taifa lao. Nawapa hizi changamoto ili mjue, na ningependa kuwashauri akina mama mlioko hapa katika tamasha hili, mpitie upya ule utamaduni unaodai kwamba daima mpate viti maalumu, mpate upendeleo maalumu kwa sababu nyinyi ni akina mama. Kataeni huo utamaduni, kwa sababu kwa uzuri, kama ni uzuri, nyinyi mnaweza kuwa wazuri kama wanaume, na kwa ubaya pia mnaweza kuwa wabaya kuliko hata wanaume. Kwa uwezo, tumeona vipawa vyenu hapa, mna uwezo na vipawa sawa au pengine kuliko hata wanaume. Sasa kwa nini mtake upendeleo? Kwa nini mtake viti maalumu? Mna ajenda gani na viti maalumu na upendeleo maalumu, wakati kwa ubaya nyinyi ni wabaya kuliko wanaume, kwa uzuri ni wazuri kuliko wanaume? Achaneni na upendeleo, kwa sababu mnatosha na kubaki. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Baada ya kuyasema hayo, sasa nitangaze matokeo. Tulikuwa na makundi 9. Sina sababu ya kutaja jaji namba 1 na jaji namba 2 kafanyaje. Hiyo sio kazi yangu. Jinsi zilivyopangwa, ngoja nianzie huko. Kundi namba 6 linajifahamu. Mpo namba 6? Kundi namba 6 nyosha mikono. Kundi namba 6 limepata alama 218.5.
Makofi na vigelegele. Kundi namba 5 limepata alama 240. Kundi namba 3 limepata alama 246. Kundi namba 9 limepata alama 280. Kundi namba 1 limepata alama 375. Kundi namba 4 limepata alama 316.5. Kundi namba 2 limepata alama 291.5. Kundi namba 8 limepata alama 289. Kundi namba 7 limepata alama 283. Kundi namba 9 nimeshalitaja Haya, sasa matokeo ya jumla yako hivi. Kundi namba 1 lenye alama 375 limechukua nafasi ya kwanza. Tusikilizane, nimekosea. Kundi namba 4 lenye alama 316.5 limechukua nafasi ya pili. Kundi namba 2 lenye alama 291.5 ni washindi watatu. Kundi namba 8 lenye wastani au jumla ya alama 289 ni washindi wanne. Kundi namba 7 lenye alama 283 lina nafasi ya 5. Kundi namba 9 lenye alama 280 lina nafasi ya 6. Kundi namba 3 lenye alama 246 limepata nafasi ya 7. Na kundi namba 5 lenye alama 240 limepata nafasi ya 8. Kundi namba 6 lenye alama 218.5 limepata nafasi ya kwanza kutoka chini. Sasa na mimi nikiangalia matokeo haya naona some kind of fairness, kwa sababu kuna matokeo ya jaji namba 1, matokeo ya jaji namba 2, wanajumlisha, wanatafuta wastani, ndio wanatoa nafasi. Kitu ambacho nimeona ni kizuri kuliko wangetuficha huko bila kujua nani kafanya nini, lakini wamekuwa fair na very transparent. Napenda kuwapongeza sana majaji wetu. Mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, mwakani tena. Hili lilikuwa ni tamasha la akina mama wa Diocese ya Karagwe na majimbo yote 9 yameweza kushiriki. Na hapa ninamaanisha jimbo la Lukajange wameweza kuibuka kidedea kupitia kwaya ya usharika wa Omrushaka, na mshindi wa pili akitoka katika jimbo la Mabira, hapa ambapo yamefanyika maadhimisho haya. Lakini nikukumbusha kwamba jimbo la Ngara nao wameshika nafasi ya 3 katika tamasha hili la uimbaji. Nikutakie heri na mafanikio. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Karibu na uendelee kuwa pamoja na sisi katika matukio mengi yanayokuja. Yesu ndiye kiongozi wangu.
Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.